Zamani tulikuwa na mitambo miwili ama mitatu nchi nzima ya kuchimba visima, kama sikosei, miwili ama mitatu, na moja ulikuwa umeshaharibika. Mheshimiwa Rais akanunua, kila mkoa una mtambo wake, kila mkoa una mtambo wake. Na kila ukanda una mtambo wake wa kupima maji. Hii msifanye kamali, msifanye kubahatisha pale unapotaka kuchimba. Kila ukanda una mtambo wake wa kupima maji. Kila ukanda, nadhani mitambo 4 au 5 ya kupima maji, mitambo 4 au 5 ya kujenga mabwawa. Na hawa wa Arusha kwa mradi wa jana, Mheshimiwa Waziri, wametuonesha kwamba inawezekana kuitumia hii mitambo na tukapata maji. Wamechimba mita 300 plus viwanja vitatu vya mpira, na maji yamepatikana, yanakwenda mpaka Namanga, kutokea hapa Sinya mpaka Namanga, kilomita takriban 34. Wamepima mpaka wakayapata maji, lakini yanakwenda mwendo mrefu watu wapate maji. Hii inatuambia nini? Kwamba kwa political will, kwa maono ya kiuongozi, Mheshimiwa Rais yeye ametimiza wajibu wake kwa kununua ile mitambo. Maana yake nini? Nitumie jukwaa hili kuwatangazia wananchi, mkoa wowote ambao wananchi watalalamika kuhusu maji, mtu wa kwanza ambaye atakuwa amewakwamisha ni sisi wenyewe pale, bodi yetu pale kwenye mkoa ama wilaya, kwa sababu mtambo umeshaletewa, mnao, na wakupima mnao. Wenzetu hapa wameonesha kwamba wameletewa, wasingekuwa na mtambo wangesema tunahangaika tupate wapi. Wamepima. Zamani ilikuwa ukigusagusa sio Namanga, hizi kata sizijui za Longido, walikuwa wanakosa maji. Sasa hivi kwa sababu na mtambo wa kupima maji yalipo upo, wameenda kupatia kwenye eneo ambalo lina maji. Hiki ndicho ambacho Mheshimiwa Rais anataka kifanyike. Tumieni magari yale, tumieni mitambo ile, tumieni ujuzi wenu, wananchi wapate maji. Hebu fikirieni kwenye eneo ambalo hao wamepata mita 300. Hebu fikirieni kwenye eneo ambalo maji yako mita 30. Wananchi kukosa maji na gari lipo. Hizi lawama zinatakiwa ziende kwa rais. Eneo ambalo maji yako mita 25, mita 50, gari ya kupima ipo, mtambo wa kuchimba upo. Twendeni tukatumie mitambo hiyo, tupeleke tabasamu kwa wananchi wa Tanzania. Bado tuna maeneo ambayo yana upotevu mkubwa sana wa maji. Bado yapo maeneo ambayo yana upotevu mkubwa wa maji. Mnalala, mnaamka asubuhi, mvua ikunyesha, mnakuta dimbwi kubwa la maji, bwawa, maji yamemwagika. Mpaka hapatikane mwananchi mmoja aliyepata shida kwamba maji sasa hayaendi kwake, afanye kuvolunteer, tafuta koki, funga mabomba hayo. Lakini tunao watu wengine ambao wamejiunganishia maji kinyemela, na bodi zetu zipo, watu wamejiunganishia maji kinyemela.
Sisi tunahangaika na wale waungwana tu, bili zinaenda kwa wale walio waungwana. Haya mengine yanapotea, haya mengine watu wamejiunganishia, watu wengine hawana maji. Si jambo zuri kulisikia kwamba watu hawana maji na kuna asilimia kadhaa ya maji inapotea. Twendeni tukague miundombinu yetu, tukague utaratibu wetu wa usambazaji wa maji, tukomeshe kitu kinachoitwa upotevu wa maji. Kuna baadhi ya mikoa ukifuatilia unakuta 50-50, kwamba 50% ndio mnawapeleka huduma kwa wananchi, 50% inapotea. Na hapo kuna wananchi hawana maji. Laiti hiyo 50% ile yote tungeigawa kwa wananchi, Katibu Mkuu, amna ambako maji ni 50-50? Yapo maeneo hayo. Na tuna bodi ipo pale. Kwa nini tunaona ni kawaida tu kwamba tunaweza tukawa na maji yanapotea 50% na sisi tupo? Hivi ingekuwa biashara binafsi tungefanya hivyo? Mimi swali la kwanza wanaanzia hapo. Ingekuwa biashara binafsi tungevumilia hivyo 50% wastage ya kitu ambacho umeshakizalisha kwa gharama? Tunaacha sababu public. Ni jambo la kila Mtanzania, kwa sababu hatutapata maji kama hatuna vyanzo. Vyanzo haviletwi na serikali. Hili ni jambo la nchi. Serikali inaweza ikahangaikia mambo ya budget, lakini kama tutaua vyanzo vyote vya maji, hata kama budget ipo, tunayo mifano ya mikoa ambayo tumejaribisha pamoja na kuzipeleka budget pale, pamoja na kupeleka fedha pale, tunakosa maji. Kwa hiyo hili jambo la kutunza vyanzo vya maji liwe jukumu la kila mtu. Nimefurahishwa kwamba makatibu tawala wako hapa ambao ni makatibu pia wa kamati zetu za ulinzi na usalama. Hili jambo lichukuliwe kama jambo la kiusalama. Wazee wetu wa zamani wengi hawakwenda shule, hawakupata haya mafunzo haya, mambo ambayo yapo ya leo haya ya mabadiliko ya tabia nchi na kila kitu, lakini walikuwa wanaheshimu sana vyanzo. Wakienda na mifugo yao unakuta wamejiwekea miko kwamba hata kama mtapeleka mifugo inatakiwa iishie kule. Walikuwa wanaheshimu chemichemi. Tukichezea vyanzo vya maji, hata kama bajeti zipo, tutakosa maji.